Waziri wa Maji, Nishati na Madini ambaye pia ni mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa, Mheshimiwa Nadir Abdul Latif Alwardi amesema mapinduzi yaliyofanyika kupitia muasisi wa kwanza Sheikh Abeid Amani Karume ambayo leo hii tunafaidika ni matunda matukufu ya Zanzibar. Amesema hayo wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi kituo cha zimamoto na uokozi huko Buju, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo Mheshimiwa Nadir ameshukuru kikosi hicho kwa kazi nzuri wanayoifanya na kuwataka kuwepo kwa vituo katika maeneo hayo kutasababisha kuwepo na imani kubwa. Hivyo maafisa na wapiganaji wa kikosi hicho wanapaswa kuvilinda kwa maslahi ya wananchi wao. Mheshimiwa Nadir amewakumbusha wajibu wao na kuwa na mashirikiano mema kwa wananchi wa Buju na maeneo jirani ili kuweza kupata maendeleo mazuri kwa Unguja na Pemba. Maendeleo haya tunayaona yanatokana na amani iliyopo nchini, hivyo ujenzi wa vituo kama hivi na utekelezaji wa kudumisha amani na utulivu nchini. Ndugu wananchi na zimamoto, serikali inapenda kuwashukuru washirika wa maendeleo kwa misaada yao mbalimbali wanayoitoa kupitia kikosi chetu hiki. Misaada hiyo ni pamoja na mafunzo ya vitendo ya kazi na niwapongeze sana uongozi wa kikosi cha zimamoto kwa kuendeleza mashirikiano yaliyopo baina ya nchi yetu na nchi za washirika wa maendeleo. Vile vile nipende kuwashauri uongozi wa kikosi cha zimamoto na uokozi pamoja na Tume ya Mipango ya Zanzibar kwamba wakati umefika sasa tunapopanga kujenga vituo au mahanga katika ukanda huu wa utalii na uwekezaji, tuhakikishe tunajenga majengo ya ghorofa. Ardhi ya maeneo haya ina thamani kubwa, kwa maana tutakapojenga majengo ya ghorofa tutatumia vizuri ardhi tulionayo, lakini pia tutaleta haiba nzuri ya maeneo haya ambayo kila siku yamekuwa yakipokea wageni kutoka nchi mbalimbali. Na naamini kwa serikali yetu hii tukufu chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, inshallah kama tulipopata majengo haya mazuri na baadaye zitakuwepo ghorofa za wapiganaji kama ilivyokuwa kwenye hospitali na maeneo mengineo. Sambamba na hayo, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Idrisa Mahfuz Haji amesema awamu hii serikali imejidhatiti kujenga ofisi za vikosi vya zimamoto na uokozi ikiwemo zoni ya Kaskazini, Mahonda Kiwengwa, kituo cha uokozi baharini, chuo cha maafisa Buyu, jiwe la msingi Kibuteni na Buju. Yote hayo ni mapenzi ya Rais wa Zanzibar dhidi ya wananchi wake anaowaongoza. Nguvu kazi iliyotumika na inaendelea kutumika hapa, kuanzia mafundi na vibarua, ni maafisa na wapiganaji wa kikosi chetu cha zimamoto na uokozi. Aidha, kituo hiki kinadhihirisha ukomavu na ustadi mkubwa walionao mafundi wetu wakiongozwa na fundi mkuu wa kikosi. Aidha, kimefanya makubaliano ya usambazaji wa vifaa vya ujenzi wa mradi huu na kampuni ya Salum Civil Engineering ya hapa Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi imeendelea kuwajali na kuimarisha mazingira ya kazi kwa maafisa na wapiganaji wa idara maalum za SMZ. Katibu Mahfuz amesema mkoa wa Kusini ulikuwa na changamoto ya magari ya maji ya kuzimia moto, jambo ambalo kwa sasa limekuwa historia katika mkoa huo. Mheshimiwa, utakuwa ni shahidi wangu, kabla awamu hii ya 8 tulikuwa tuna changamoto kubwa ya magari ya kuzimia moto. Mheshimiwa kamishna huyu amefanya mawasiliano na wenzake wa Tanzania bara na amepata mkopo wa bei nafuu na ametuletea magari 26. Magari mengine tayari yameshafika. Tunaendelea sana kumshukuru sana kamishna. Naye kamishna wa kikosi cha zimamoto na uokozi Comrade Rashid Ali Mzee amesema amefurahishwa na uhudhuriaji wa mgeni rasmi na kusema kuwa zimamoto inakuja na mabadiliko makubwa kwa kutumia fedha za ndani na kusubiri utekelezaji wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa KZU au kikosi cha zimamoto na uokozi inazidi kusambaza vituo vya namna hii Unguja na Pemba kwa lengo la kuwafikia wananchi na wawekezaji popote watakapokuwa na majanga ya moto katika maeneo yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Najua wananchi watajiuliza, utitiri huu wa vituo, je, vitendea kazi tunavyo ama tunaongeza vituo tu? Lakini napenda nichukue fursa hii kuwajulisha wananchi kwamba sasa zimamoto inakuja na mabadiliko makubwa. Vitendea kazi kwa kutumia fedha za ndani, kuna magari 4 ya kuzimia moto tayari mikataba imeshasainiwa na tunasubiri utekelezaji wake. Lakini pia si hivyo tu, kikosi kimepokea magari 4 mapya na kinategemea kupokea magari 17 mengine na boti la uzimaji moto kutoka kwenye kampuni ya Rosenberg nchini Austria. Haya yote yanatokana na mkopo ulioingiwa na serikali ya muungano wa Tanzania na nchi hiyo ya Austria. Aidha, mwenyekiti kichama mkoa wa Kusini kutoka MNEC Mheshimiwa Mbanja amesema mkoa wa Kusini marais wote wawili wamefanya mambo makubwa, ikiwa ni daraja la Uzimng'ambwa na uwekaji wa jiwe la msingi Buju, ikitaka vyombo vya ulinzi na usalama katika kulinda raia wake. Yote yanayotendeka ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa kuwa serikali zetu zinatekeleza ilani ambayo Chama cha Mapinduzi kimeiweka mezani, nichukue fursa hii kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, kwa utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi miaka 5 iliyopita na hii ambayo tupo nayo. CCM oye! Dr. Samia oye! Nichukue fursa hii pia kumpongeza Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kama mkoa wa Kusini, marais hawa wametufanyia mambo mengi sana. Dr. Hussein Ali Mwinyi akiwa pia ni makamo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, mkoa wa Kusini ametufanyia mambo makubwa ya kimaajabu, mojawapo likiwa ni daraja la Uzimng'ambwa. CCM oye! Aidha, mbunge wa jimbo la Paje Jafar Sanya sambamba na diwani wa jimbo hilo wameshukuru afisi ya zimamoto kwa ushirikiano wao, kwani utendaji wao wa kazi ni wa bidii na juhudi kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kamanda hawa wanafanya kazi usiku na mchana, lakini kwa kweli kulikuwa na changamoto ya vitendea kazi. Leo tumepata magari yasiyopungua 23. Nikupongezeni sana wizara na kamishna kwa bidii zenu kubwa, na niwapongeze viongozi wa nchi wote wawili kwa kuweza kutupatia magari hayo. Kwa kweli sasa hatuna wasiwasi, maji yatafika na hayo majanga yote Mwenyezi Mungu ajalie tunusuru, lakini anapotokea maji ya kutosha, naamini sasa kamishna umejiandaa, kwa sababu tunapata magari ya kisasa na magari ya kileo. Hongereni sana. Kikosi cha zimamoto kimefanya jambo moja kubwa sana, kutushushia vituo hivi ndani ya sehemu husika ambavyo tuna shida navyo katika wakati hususan huu tuliokuwa nao. Kituo hichi, imani yangu, kitatupa faraja kubwa sana, kama nilivyofurahi leo ndani ya nafsi yangu, kutokana na maeneo yangu ya karibu, tukianzia Paje, Bweju na Michambi. Kituo hichi kina umuhimu wa aina pekee. Nimshukuru sana Dr. Hussein Ali Mwinyi kukubaliana na shauriano hilo alipeleka vikosi vya ulinzi na usalama kulitengeneza hili jambo, na hapa lilipokaa ni sehemu sahihi. Ujenzi wa jengo la kituo cha zimamoto na uokozi umeanza Februari 22 mwaka 2025 na unatarajiwa kumalizika mwezi Machi mwaka huu. Nikiripoti mimi ni Mariam Khair, Zinjibari TV, Zanzibar.